Utabiri wa kila nyota. Mashuke. Kupata ajira au kazi bora. Kuhuzunika sana. Ndoa zitakuwa nyingi kwenu. Kugombana na mtu muhimu. Siri kufichuka. Ajali kutokea kwa wengi wenu. Kusingiziwa jambo kubwa. Kupata usafiri. Tatizo la macho. Mshahara kuongezeka. Kuhisi vitu vya kweli. Kumfunga mtu kwa kesi. Maisha mapya. Kuachana na hali ya mazoea na watu. Kupata watoto mapacha. Kuujua usaliti wa mtu wa muda mrefu sana. Kushika pesa sana kwa wakati utakaojirudia misimu mitatu. Mwenyezi Mungu awajalie ya heri na mabaya awaepushe nayo. Nyota ya ng'ombe. Matatizo ya kulazwa hospitali. Kujenga. Kununua kiwanja. Kuongeza familia. Kupata cheo. Kusafiri nchi ya mbali. Kupatiwa nafasi ya uongozi. Kupata tatizo la miguu. Kuachana na mtu usiyemtarajia. Kupata misiba kuongozana kwa watu muhimu. Mapenzi ya mtu au watu kurudi tena kwako. Kazi kuwa nyingi zenye kipato kikubwa. Kujiajiri. Kugombana na mtu. Kupata umaarufu au kutambulika kwa ukubwa. Mwenyezi Mungu awajalie ya heri awaepushie na shari na mabaya yasiwafikie. Nyota ya mbuzi. Ugomvi wa mara kwa mara na mtu. Tatizo kubwa kutokea katika kazi. Kuachana na mtu uliyempenda. Kupata kovu au alama ya jeraha. Kuongeza uzao. Kupandishwa cheo. Kununua eneo. Kuifurahia ndoa. Kufanya maendeleo ambayo hukuwahi kuyawazia. Kupoteza mzazi au mtu muhimu kwa familia. Kukutana na mtu uliyepezana naye sana. Kupata faraja ya kweli. Kupinga jambo la udhalilishaji. Mwenyezi Mungu awajalie ya heri yawafikie awaondoshee mabaya. Nyota ya kaa. Kufanya jambo muhimu sana. Kupata ukaribu na watu wenye nafasi nzuri. Kusumbuliwa na suala la mapenzi. Kusafiri sana. Kuumwaumwa sana. Kupata kazi nzuri. Kumiliki kitu. Kupata umaarufu au ukubwa. Ndoa kwa wachache wenu. Migogoro ya kifamilia. Imani yako kuimarika. Kupona tatizo la muda mrefu. Kujenga nyumba. Kufanya uhamisho. Kuanzisha biashara kubwa. Kupata ugeni mkubwa. Kusherehekea tukio muhimu. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi kwa kila lenye heri liwafikie. Awaondoshee na shari na mabaya yawe mbali nanyi. Nyota ya nge. Kuhiji Maka. Kupatwa na ugonjwa wa husda. Kujenga ghorofa. Kutimiza lengo lako la miaka mingi iliyopita. Kupata simu mpya. Migogoro ya ndoa. Kupata uongozi mkubwa. Kuheshimika. Maisha yako kubadilika kwa nafasi kubwa sana. Baadhi yenu kupatwa na ulemavu. Kugundua siri kubwa. Kusameheana na mtu. Familia iliyotengana kurudi kuwa pamoja. Mwenyezi Mungu awajalie ya heri na kuwaepusha na kila lililobaya na lenye shari liwe mbali nanyi. Nyota ya samaki. Kufanya ujenzi wa nyumba kubwa. Kushushwa cheo kwa baadhi au kuacha kazi. Kurudiana na mpenzi wa zamani. Kupata kazi mpya. Kuujua usaliti mkubwa wa mtu. Michango mingi ya kifamilia. Kupata msiba wa mtu muhimu. Kupata heri kubwa sana katika miezi ya kati kwa mwaka. Kupata nyumba mpya. Kuhama. Kufanikiwa kujiondosha kwenye mgogoro. Kupata uhuru kutoka kwa jambo fulani. Kuwa kiongozi bora. Kuna wakati utakaokuwa na uoga sana. Kufunga ndoa. Kuheshimika katika kazi yako. Kurudisha mahusiano na mtu muhimu. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi kwa kila lenye heri litimie kwenu na mabaya yawe mbali nanyi. Nyota ya mapacha. Kuacha kazi. Kufanya uokoaji. Kupata mtoto au uzao. Wachache wenu kupata kitengo kizuri cha kazi. Ndoa kuvunjika. Kushuhudia tukio kubwa. Kupata furaha ya jambo. Kuuguza mtu kwa muda mrefu.
kufanya maendeleo ya haraka, kudumu kwenye uhusiano mpya, kujiajiri, kuanzisha biashara kubwa, kuheshimika. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi kwa kila lenye heri na awaondoshee mabalaa yenye shari. Nyota ya Mizani: kufanya maamuzi magumu, kufunga ndoa, kupata mtoto, kuajiliwa, kupona tatizo. Kwa baadhi yenu kupatwa na aibu kubwa, kujaribu kujidhuru, kuongezeka kwa kipato, kupata msaada wa masomo au kujiendeleza kwa fani, kutimiziwa ahadi, kusafiri sana, kununua eneo, kupata haki yako uliodhulumiwa, mtoto kuumwa sana. Katika familia kutakuwa na changamoto nyingi, kuamua kuwa mbali na migogoro, kuishi sehemu yenye amani kwako. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi kwa kila lenye heri liwafikie na waondoshee mabalaa na shari iwe mbali nanyi. Nyota ya Ndoo: kupata nafasi ya juu au cheo, kufanya ziara kubwa ya kidini, tatizo kubwa la kifamilia kutokea, kutambulika kisanaa, kupata pesa nyingi mfululizo, kupata ndoto zenye maono, kushuhudia tukio la moto. Utakuwa mwenye juhudi sana, kutimiza lengo, kununua vitu vya thamani. Utawashangaza watu kwa heri itakayokufikia. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi kwa kila lenye heri na shari iwe mbali nanyi. Nyota ya Punda: kutoa msaada wa kijamii, kufanya kazi usiyoitarajia, nafasi ya uongozi kuipata, kupata au kumpa mtu ujauzito, misiba yenye kufululiza katika familia, kuishi nje ya nchi tofauti na ulipopazoea, kupata ndoa, kubadilika kitabia, kumjua adui yako mkubwa aliyekuwa karibu, kunufaika na kitu, kujitenga na mtu au watu fulani, kubadili dini, kupona tatizo. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi kwa kila lenye heri liwafikie na shari iwaepuke kwa mabalaa yawe mbali nanyi. Nyota ya Mshale: kazi mpya, nyumba mpya, kuhamishwa kikazi, kuishi sehemu ya mbali ambayo hukuwahi kuifikiria, kupata ugonjwa wa ngozi, kusalitiwa, kupatana na mtu, kutabiri kitu kitakachotokea, ndoa kuwepo, uzao au ongezeko la familia, kutumia pesa sana kwa jambo, uvamizi kutokea, kuitatua kesi kwa ugumu, ugomvi, kuibiwa au kupoteza unachokipenda. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi kwa kila lenye heri liwafikie na waepushe na mabalaa yenye shari yawe mbali nanyi. Nyota ya Simba: kuuza kitu unachokimiliki, kufutwa kwa kesi ya muda mrefu, kumpata mtu muhimu katika maisha yako, ndoa kuwepo, kupata haki yako, ajali za usafiri, kuheshimika, kupata uzao mpya, kujenga nyumba, kupata nafasi uliokuwa ukiisubiri, kupata kazi nzuri, pesa kwa wingi katika msimu wako, kufanya biashara kubwa. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi kwa kila lenye heri na waondoshee mabalaa na shari iwaepuke. Nawatakia siku njema yenye furaha, baraka, heri, utulivu, amani, upendo, mazuri mengi yawafikie. Nguvu ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu uangazie na kutenda daima. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Karibuni sana. Msomaji wenu ni mimi Samruni Balul.